Ni miaka 14 iliyopita, yani Oktoba 20 mwaka 2011, kiongozi wa zamani wa Libya, Kanali Muammar Gaddafi, alikamatwa na wanamapinduzi karibu na mji wa bandari ya Sirte kaskazini mwa nchi hiyo na kuuawa. Miezi michache kabla ya kifo chake, watu wa Libya waliokuwa na shauku ya mabadiliko walianzisha vuguvugu wakivutiwa na kilichotokea katika nchi jirani ya Tunisia, wakipinga utawala wa kiongozi huyo aliyekuwa madarakani tangu mwaka 1969 ambapo aliingia madarakani kupitia mapinduzi ya kijeshi. Gaddafi alitawala Libya kwa mkono chuma kwa zaidi ya miaka 42. Alizaliwa mwaka 1942. Aliingia madarakani mwaka 1969 kupitia mapinduzi ya kijeshi yaliyomuondoa madarakani Mfalme Mohammed Idris al-Sanusi, na uongozi wake ukaacha historia za majonzi. Jeshi lake liliripotiwa kuwaua maelfu ya wananchi, hususan katika miji ya Benghazi na Tripoli. Waasi dhidi ya serikali yake walikuwa na washirika wenye nguvu. Mnamo mwezi Machi, Umoja wa Mataifa ulitoa ruksa wa kufanyika kwa operesheni ya kijeshi. Operesheni hii ilidhamiria kuwalinda raia, na kisha mashambulizi dhidi ya jeshi la Gaddafi yaliendeshwa na Jumuiya ya Kujihamia NATO, hali iliyodhoofisha utawala wake kwa kiasi kikubwa. Baada ya miezi mengi ya kukimbia, Gaddafi hatimaye alijificha katika mji wa Sirte kaskazini mwa Libya, kilomita 450 mashariki mwa mji mkuu wa Tripoli. Akiwa amezungukwa na mahasimu wake, alijaribu kutoroka kupitia mfereji wa maji taka, lakini alikamatwa. Waasi walimuua haraka na kinyama, huku picha na video za mwili wake uliotapakaa damu zikisambaa kote ulimwenguni. Kutoridhishwa sehemu kubwa ya watu wa Libya katika utawala wa Gaddafi kulitokana na sababu kadhaa za kiuchumi na kijamii, kama vile kupanda kwa bei za vyakula na kiwango kikubwa cha ukosefu wa ajira. Mpaka hivi sasa wengi wamebaki na majonzi ya kupoteza ndugu, familia na wapendwa wao, lakini kwa wanamapinduzi imekuwa ni historia ya haki, umuhimu na uhuru wao mpaka hivi sasa.